Ya, kama utakumbuka bana kwa siku ya jana, so kuna moja ya story ambazo nilikuwa nimeweza kukuletea. So story ambayo nilikuwa nimekuwekea ni story ya kumhusu mwanadada Gigy Money. So hivyo. So kuna habari jana ambazo zilikuwa zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Habari ambazo zilikuwa zikiongeleka kuwa Gigy Money amelazwa yuko hoi hospitali ya Muhimbili. So hizo story bana ni za kweli. Naweza nikasema ni kweli Gigy Money alikuwa amelazwa yupo hospitali ya Muhimbili. Lakini story ambazo zilikuwa zimetengenezwa na baadhi ya watu au wadau tofauti huko kwenye mitandao ya kijamii, iliaminika kuwa Gigy Money huenda amepigana au amepigwa, ndipo ikampelekea yeye kuweza kupelekwa hospitalini na kulazwa. So vitu kama hivi hapo, kwa sababu ambazo zilikuwa zinafanya au zinawaaminisha watu kuwa Gigy Money yupo hospitali kalazwa hazikuwa access sana kwa watu. Baadhi ya watu nafikiri wanamjua Gigy Money kuwa ni mtu fulani hivi mwenye ugomvi, mwenye utata fulani. Na ndipo kwenye mitandao ya kijamii, baada ya kuelezeka kuwa Gigy Money amelazwa hospitali, ndipo watu bana wakatengeneza story zao kuwa itakuwa amepigana, kutokana na vile ambavyo baadhi ya watu bana wanamjua Gigy Money. Vitu kama hivi hapo. Sasa uongozi wa Gigy Money kwa siku hiyo ya jana, so ulikuwa umeweza kutoa taarifa kuwa story hizo zipuuzwe, ni story za uongo. Pia uongozi wa Gigy Money ulikanusha kuwa Gigy hajapigana, ila ni maradhi yake tu ambayo yamemkuta, na ndipo ikapelekea yeye kupelekwa hospitalini na kulazwa. Lakini siku ya leo bana imesambaa hii videos unapoiona hapa. Hii ni video Gigy Money mwenyewe kama unavyoweza kuona hapo akiwa amekalia hicho kibaskeli cha walemavu. Vitu kama hivi hapo. So haijajulikana ni tatizo gani ambalo limemkumba Gigy Money hadi ikampelekea hivi. So akiwa hapo kwenye hicho kibaskeli kama unavyoweza kuona hapo, anasukumwa kwenye hicho kibaskeli akiwa amekaa. Hii kiashiria kuwa miguu yake haina nguvu tena ya kuweza kutembea. So vitu kama hivi hapo, ila hatujajua nini kimemkuta Gigy Money. Mimi na wewe hatujui, lakini nipo hapa kukujuza. So nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kuendelea kupata taarifa kama hizi, habari kama hizi. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. So tupo kwa ajili yako. Hakikisha una subscribe. Asante.